kwa ajili ya sifa na kuabudu. Shangilie Mungu zaidi. Haleluya. Tukiwa katika uwepo wa Mungu, ni wakati wa kuweza kuisikia sauti ya Mungu kupitia neno lake, na ujumbe maalumu wa Pasaka una kichwa kinachosema ufunuo unaoshinda milango ya kuzimu. Na tunapata ujumbe huu kutoka kwenye Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 16 mstari wa 18, na unasema hivi: nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Sambamba na mstari huo, kwenye kitabu cha Amos sura ile ya 3 mstari ule wa 7 tunasoma hivi: hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Mungu mwema, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Asante kwa Roho yako Mtakatifu msaidizi uliyetupa, anayetuongoza na kututia katika kweli yako. Tunajitiisha chini ya Roho yako Mtakatifu ili aweze kutufundisha katika kile ambacho umekusudia siku ya leo, na neno lako liweze kufanikiwa kutimiza makusudi yake kama ulivyokusudia, katika jina la Yesu, na watu wote tuseme amen. Tunaweza kukaa. Ufunuo unaoshinda milango ya kuzimu. Siku 3 baada ya matukio makubwa mawili yaliyolipata kanisa la kwanza na kulitikisa, na matukio hayo hayakuweza kutokea kabla ya kufunuliwa au kuwekwa wazi na neno la Mungu. Na matukio haya makubwa ambayo lilipata kanisa, tunaona tukio kubwa zaidi ambalo watu wameliona na wamekuwa wakilikumbuka sana ni tukio la kifo cha Yesu Kristo, ambaye alikuwa kiongozi wa wale mitume thenashara. Lakini wakati kifo hicho kinatokea, kuna kifo kingine ambacho kiliipata hiyo familia. Kilikuwa ni kifo cha Yuda Iskariote, ambaye huyu pia alikuwa ni mmoja kati ya wale tenashara, wale mitume 12 ambao Yesu aliwachagua na aliweza kutembea nao mpaka pale ambapo aliweza kukamatwa, kuteswa na kuuawa, lakini siku ya 3 aliweza kufufuka. Na tayari matukio hayo mawili Yesu alikuwa amekwisha yaona na akayafunua kwa wanafunzi wake. Ukisoma kwenye Injili ya Luka
sura ile ya 22 mstari ule wa 31 mpaka 34 tunasoma hivi. Ni maneno ambayo Yesu alimwambia Simoni Petro. Akasema, Simoni, Simoni, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kitu chochote ambacho shetani anaruhusiwa kufanya, Mungu huwa anajua kabla. Kama vile shetani alipoenda kuomba amjaribu Ayubu na kuondoa ulinzi wake, tunaona hapa kabla ya tukio la kifo cha Yesu pamoja na tukio baya la kifo cha Yuda Iskariote cha kujinyonga, tayari kama neno ambalo tumesoma kwenye Amos 3 mstari wa 7 kwamba hakika Bwana hatafanya neno lolote. Hatafanya neno lolote ina maana kuna mambo ambayo Mungu yeye mwenyewe anafanya, lakini kuna mambo mengine ambayo shetani anaruhusiwa kufanya. Kwa hiyo hayo yote Mungu huyafunua, na anapofanya hivyo kusudi lake anataka ile hali itakapotokea tuweze kupita vizuri, au watu wake tuweze kupita vizuri. Kwenye Luka 22:31 hapa anasema, akasema, Simoni, Simoni, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarisha ndugu zako. Akamwambia, Bwana, niwapo pamoja nawe, mimi ni tayari kwenda gerezani au hata kifoni. Akasema, nakuambia Petro, jogoo hata wika leo kabla wewe hujanikana mara 3 ya kuwa unijui. Kwa hiyo tunaona yale ambayo yangempata Yesu na Yuda Iskariote yote yalikuwa yamewekwa wazi, na Yesu aliweka wazi kwamba yataweza, hayo matukio yataweza kulitikisa na kulipepeta kama ngano kanisa la wakati ule, kanisa la kwanza. Lakini tunaona Yesu anasema pamoja na hayo amemwombea Petro. Petro kwa sababu alikuwa ni kiongozi, akamwombea Petro ili imani yake isitindike, isishuke kupita kiasi. Na baada ya mapito hayo Petro atumike kuwaimarisha ndugu zake na maisha mengine yaweze kuendelea. Na tunaona hiyo hali ililipata kanisa baada ya Yesu kufa na kuzikwa. Tunaona kanisa la siku za kwanza waliweza kuwa katika hali ya kupoteza matumaini na kukata tamaa, kwa sababu walikuwa na matarajio makubwa kwa Yesu. Ukisoma kwenye Luka sura ile ya 24 mstari wa 13 mpaka 34, Luka 24:13 mpaka 34, tunasoma hivi: na tazama, siku ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Siku kama ya leo ambayo Yesu alifufuka.
hawa Kleopa na mwenzake ni miongoni mwa watu ambao wanafunzi wa Yesu ambao pia na wao kifo cha Yesu kiliweza kuwatikisa, na wao waliweza kupepetwa kama vile ngano. Na unaweza kusoma sehemu ile yote kwa wakati wako, lakini tukisoma ule mstari wa 21 anasema hivi, unaona matarajio ambayo walikuwa nayo. Anasema, nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Unaona, mitume na wafuasi wengine kama huyu Kleopa na mwenzake walikuwa na matarajio makubwa kwa Yesu, kwa sababu walikuwa na ufunuo. Ufunuo waliokuwa nao ni kwamba Yesu atakapokuja, yeye ndiye Masihi atakayewaokoa dhidi ya manyanyaso yote ya wakati ule, dhidi ya utawala wa Kirumi, dhidi ya manyanyaso yote yaliyosababishwa na Shetani, kwa sababu unabii ambao ulitolewa kwa ajili ya Yesu kuja Masihi ulikuwa na ahadi nyingi ambazo mitume na wanafunzi wake walizitarajia. Lakini sasa hapa baada ya Yesu kuuawa, wakawa wamepoteza matumaini. Na hata kina Petro walirudia kwenye nyavu zao, wakaenda kuvua samaki, hawakuwa na matumaini tena. Hata wale wanawake ambao walienda kaburini siku kama ya leo, hawakwenda wakiwa na matarajio ya Yesu kufufuka. Walikwenda kwa ajili ya kuupaka mafuta mwili wa Yesu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo tunaona ushindi wa kifo na mauti wa Yesu Kristo, lakini pia ushindi wa kifo na mauti wa kanisa lake dhidi ya milango ya kuzimu ulitegemea ufunuo sahihi na kuweza kuona tofauti ya kifo na mauti. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapoangalia ufunuo wa Yesu, jambo la kwanza tunaona kifo chake akikuwa kifo kinachofanana na kifo cha Yuda Iskarioti. Kilikuwa ni kifo cha kipekee sana. Kilikuwa ni kifo maalum kwa ajili ya Yesu pamoja na ulimwengu. Na ndio maana kwenye Yohana 12:23 tulisoma wakati saa yake sasa imefika ya kufa au kuuawa, akasema ya kwamba saa imefika ya mwana wa Adamu kutukuzwa. Kwa hiyo Yesu aliona kifo chake sio msiba, bali kilikuwa ni kifo ambacho kingebadilisha kabisa hali ya ulimwengu. Haleluya. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake kuhusiana na kifo chake, aliwaambia, ninyi mtahuzunika, lakini ile huzuni haitaendelea. Huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Na baada ya siku 3 tunaona Yesu alifufuka, na badala ya huzuni ikawa ni sherehe kwa wale wanafunzi wote alikuwa akiwatokea katika maeneo tofauti tofauti. Hata Kleopa na mwenzake ambaye tumesoma habari zake, tunaona Yesu aliweza kuwatokea
katika safari yao walipokuwa wanaelekea katika kijiji jirani kutoka Yerusalemu, kijiji cha Emau, na akazungumza nao, na baadaye walipoachana hawakuwa tena na huzuni, hawakuwa tena na kukosa matumaini, bali walikuwa na matumaini mapya ambayo yaliweza kuwatokea. Na maandiko yanasema hawakuendelea kukaa tena katika kile kijiji cha Emau, wakaamua kurudi Yerusalemu kwa ajili ya kushuhudia ya kwamba mambo yamebadilika, huzuni imebadilika na Yesu amefufuka. Haleluya! Na si huzuni tena na sio msiba tena, bali ni sherehe, kwa sababu kifo cha Yesu kilikuwa ni kifo kizuri, kilikuwa ni kifo cha ushindi, na kilikuwa tofauti na kifo cha Yuda Iskariote. Lakini pia ufunuo wa Yesu ni kuona kifo au vifo vya wanaomwamini na kuishi sawasawa na neno lake, sio msiba bali ni sherehe pia. Kwa hiyo pia haikuwa tu sherehe kwa kufufuka kwa Yesu, bali kufufuka kwake kulifungua mlango pia kwa wale wote wanaomwamini. Na tunaona wakati ule Lazaro alipokufa, Yesu aliweza kumfufua, na anasema ya kwamba niaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Ni kwa sababu ya ule ushindi ambao Yesu Kristo alikuwa amewapatia watu wake wanaomwamini. Na ndio maana kwenye Ufunuo 14:13 anasema, heri wafu wafao katika Bwana, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa sababu matendo yao yafuatana nao. Ni kwa sababu ya ushindi. Tunaona hata kifo cha Stefano, japo walimpiga mawe akapata maumivu makali, lakini kifo chake kilikuwa cha ushindi kwa sababu alikuwa na uhakika wa kuingia mbinguni kutokana na maneno aliyosema. Wakati huo maandiko yanasema aliona mbingu zikifunguka na mwana wa Adamu amesimama. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu ameketi kwenye kiti cha enzi, lakini wakati Stefano anapigwa kwa mawe, maandiko yanasema Yesu alisimama, kwa maana ya kumshangilia na kumkaribisha mbinguni kwa ajili ya ushindi ambao alikuwa ameupata baada ya dhiki na tabu nyingi za hapa duniani. Kwa hiyo kifo cha Stefano haikuwa msiba, bali ikawa ni sherehe, kwa sababu alikuwa na uhakika wa kuingia mbinguni. Kwa hiyo kuna tofauti ya vifo vya wacha Mungu na vifo vya wenye dhambi. Kwa hiyo Yesu pia aliona kifo au vifo vya wenye dhambi ni kuangamia milele. Kwenye Yohana 3:16 mpaka 19 tunasoma hivi: kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye ahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Ukisoma pia kwenye Ufunuo 21 mstari ule wa 8,
Tasoma, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Mungu atusaidie sana. Ukisoma kwenye Ezekieli 33 mstari wa 7 anasema Mungu afurahii kufa kwake mwenye dhambi. Kwa hiyo kifo cha mwenye dhambi ni msiba, sio sherehe, kwa sababu ni kuangamia milele. Na tuna mifano katika Biblia ya watu ambao walikufa vifo vya jinsi hii. Tayari tumeshaona Yuda Iskariote, naye alikufa, alijinyonga, lakini kifo chake kilikuwa tofauti sana na kifo cha Yesu. Yeye aliingia kwenye upande wa vifo vya wenye dhambi ambavyo Mungu hawezi kuvifurahia. Lakini pia tunaposoma kwenye Matendo ya Mitume sura ile ya 5 tunapata habari za Anania na Safira, na wao pia kifo chao akikuwa kifo kizuri, kilikuwa ni kifo kibaya, kwa sababu walikufa katika dhambi. Ulikuwa ni msiba na wala haikuwa sherehe. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kuna vifo vya kawaida na vifo visivyokuwa vya kawaida. Ukisoma katika kitabu cha Musa cha Hesabu, kitabu cha Hesabu sura ile ya 16 mstari wa 28 mpaka 35. Musa akasema, kwa jambo hili mtajua ya kwamba Bwana amenituma ili nifanye kazi hizi zote, kwa kuwa mimi sikuzifanya kwa akili zangu mwenyewe. Kama watu hawa wakifa kifo cha siku zote, kama watu wote wafavyo, au kama wakipatilizwa kwa mapatilizo ya watu wote, hapo basi Bwana hakunituma mimi. Lakini Bwana akiumba kitu kipya, na hiyo nchi ikifunua kinywa chake na kuwameza pamoja na wote walionao, nao washukia shimoni wali hai, ndipo mtatambua ya kwamba watu hawa wamemdharau Bwana. Basi ilikuwa hapo alipokwisha kusema maneno hayo yote, nchi iliyokuwa chini yao ikapasuka. Nchi ikafunua kinywa chake na kuwameza, na watu wa nyumba zao na wote walioshikamana na Kora na vyombo vyao vyote. Basi wao na wote waliokuwa nao wakashukia shimoni wali hai, yani wakiwa wazima. Nayo nchi ikawafunikia, wakaangamia kutoka mle mkutanoni. Nao Israeli wote waliokuwa kando kando yao wakakimbia kwa ajili ya kilio chao, kwa kuwa walisema, nchi isije kutumeza na sisi. Kisha moto ukatoka kwa Bwana ukawateketeza hao watu 250 waliofukiza uvumba. Kwa hiyo hapo tunaona kuna vifo vingine vinatokea visivyokuwa vya kawaida, havimpi Mungu utukufu, haviwi vya kusherehekea, vinakuwa ni msiba na maombolezo. Na ukisoma kwenye sura hii ya 16 ya kitabu cha Hesabu, unaona pale mwanzo mkutano, kabla hili tukio ambalo tumelisoma lililotokea la vifo vya hao watu, unaona mkutano wa Kora, Dathani, Abiramu na watu wengine au 250 ambao tumewasoma, waliowashawishi kuwa kinyume cha mtumishi wa kweli wa Mungu Musa na Haruni. Kwenye sura ya 16 mstari wa 1 mpaka wa 5 tunasoma hivi: basi Kora mwana wa Ishari mwana wa Kohathi mwana wa Lawi
akatwaa watu pamoja na Dathani na Abiramu wana wa Eliabu na Oni mwana wa Pelethi waliokuwa wana wa Rubeni, nao pamoja na watu kadha wa kadha wana wa Israeli, watu 250 wakuu wa mkutano waliokuwa wateule wa mkutano, watu wenye sifa, wakainuka mbele ya Musa. Nao wakakusanyika kinyume cha Musa na Haruni na kuwaambia, ninyi inawatosha kwa kuwa mkutano wote ni mtakatifu, kila mmoja miongoni mwao, Bwana naye yu kati yao. Ni nini basi kujitukuza juu ya mkutano wa Bwana? Musa aliposikia maneno haya akapomoka kifudifudi, kisha akanena na Kora na mkutano wake wote, akawaambia, asubuhi Bwana ataonyesha ni kina nani walio wake, kisha ni nani aliye mtakatifu, tena ni nani atakayemkaribisha kwake, maana yeye atakayemchagua ndiye atakayemsongeza kwake. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hapo tunaona mkutano wa Kora, Dathani, Abiramu na watu wengine waliowashawishi kuwa kinyume cha mtumishi wa kweli wa Mungu Musa na Haruni. Na tayari tumeshaona kile kilichotokea, vile Mungu alivyowaangamiza kwa kuwa kinyume na Musa. Unajua, unaweza kuwa kinyume na watumishi wa uongo na kusiwe na madhara yoyote. Unajua kipindi tulicho nacho, watu wengi wanakuwa kinyume na watumishi wa kweli wa Mungu, na wanakuwa kinyume kwa sababu tu ya kuwaambia iliyo kweli. Na ndio maana hata Mtume Paulo anapoandikia Wagalatia anawaambia, nimekuwa kinyume, nimekuwa adui yenu kwa sababu tu nimewaambia ukweli. Yaani kule kuwaambia ukweli tu kumesababisha niwe adui yenu, muwe kinyume na mimi, sio kwa sababu ya uovu wowote ambao nimeufanya, lakini tu ni kwa sababu nimewaambia iliyo kweli. Na watu hawapendi kuambiwa ukweli. Tunashuhudia viongozi mbalimbali ambao Mungu amewapa mamlaka ya kiroho, lakini pia mamlaka ya kisiasa, jinsi ambavyo wanakuwa kinyume na watumishi wa kweli wa Mungu. Na hii haijaanza sasa hivi, ilikuwepo kuanzia kanisa la kwanza. Tunapoangalia kifo cha Yohana Mbatizaji kilitokana na kumwambia ukweli Mfalme Herode, na ikasababisha Yohana kuchukiwa, na tunaona ambacho kiliweza kutokea. Kwa hiyo kama ilivyokuwa wakati ule kwa huyu Kora, Dathani na Abiramu na watu wengine ambao waliwashawishi kuwa kinyume na Musa na Haruni, ndivyo ilivyo hata sasa. Kuna watu ambao wanakuwa kinyume na watumishi wa kweli wa Mungu.
kama yule mfalme ambaye alikuwa kinyume na Mikaya, akamchukia na akasema awekwe gerezani na apewe chakula kibaya mpaka atakapokuwa amerudi vitani. Lakini Mikaya alimwambia, kama utarudi kwa amani, mimi sio nabii wa Mungu. Na tunaona alipoenda kule vitani aliuawa, japo alikataa ukweli ambao aliambiwa na Mikaya. Hata katika nchi yetu ya Tanzania kuna viongozi wa kiroho na wa kisiasa ambao hawataki kuambiwa ukweli, na matokeo yake wanakuwa kinyume na watumishi wa kweli wa Mungu. Kama ambavyo tumeona hiki kilichowapata Kora, Dathani na Abiramu, tumeona ile adhabu ambayo Mungu aliwapatia. Inatuonyesha ya kwamba mtu yoyote anaweza kuwa kinyume na watumishi wa uongo, na hakuna madhara yoyote yanayoweza kumpata, lakini sio kwa watumishi wa kweli wa Mungu. Kinyume cha laana isiyo na sababu impigi mtu, tunaweza kusema kinyume chake ni laana yenye sababu haikwepeki. Kwa hiyo hawa kina Kora, Dathani na Abiramu na watu waliounga mkono kuwa kinyume cha mtumishi wa kweli wa Mungu Musa, tunaona Mungu aliingilia kati na waliweza kufa kifo ambacho hakikuwa cha kawaida. Waliweza kufa kifo kibaya, kifo ambacho Mungu hakukifurahia, kama ambavyo tumesoma. Na tatizo la watu ambao wanakuwa kinyume na watumishi wa kweli wa Mungu wanaowaambia ukweli ni kwamba ni watu ambao wanataka makuu kwa kutumia hila na udanganyifu, kutaka kupata mamlaka na nafasi za juu. Kulingana na hawa Kora, Dathani na Abiramu, kwenye Hesabu 16 mstari wa 10, tunasoma hivi: tena ya kuwa amekuleta uwe karibu na ndugu zako wote wana wa Lawi pamoja nawe, nanyi je, mwataka na ukuhani pia? Unaona hawa Kora, Dathani na Abiramu, kilichowaponza ni kwamba Mungu alikuwa amewapa huduma yao ya kufanya, walikuwa na nafasi yao, lakini wakataka makuu, na maandiko yanasema msinie makuu. Wakataka makuu kwa kutumia hila na udanganyifu, kutaka kupata mamlaka na nafasi ya juu kama makuhani. Unaona, ule mkutano walioitisha ulikuwa ni mkutano wa uasi, lakini walikuwa wanataka nafasi ya juu kabisa ya kuhani, ambayo hiyo nafasi alikuwa amepewa Haruni. Ukisoma hiyo sura yote utaona kile kilichotokea baadaye, Mungu alipothibitisha kwamba ni kweli yeye amemchagua Haruni kwenye ile nafasi. Kwa hiyo wakatumia hila,
ndio kosa lao. Na watu wengi wanaokuwa kinyume na watumishi wa kweli wa Mungu, utakuta wana tabia za namna hiyo, kutaka makuu, hawaridhiki na nafasi zao ambazo Mungu amewapatia, wawe ni viongozi wa kiroho au viongozi wa kisiasa. Lakini kosa jingine ambalo hawa Kora, Dathani na Abiramu walikuwa nalo ni kupinga mamlaka ya Musa na amri ya kwamba Haruni awe kuhani mkuu pekee. Kisoma kwenye Hesabu sura ya 16 mstari wa 3 mpaka 11, kwenye ule mkutano wao waliokaa, unaona hata pale tuliposoma wanasema yani Musa tu na Haruni eti wao ndio wanaozungumza na Mungu. Yaani wanawaambia kwamba wanajitukuza. Ukisoma pale unaona maneno waliokuwa wanasema. Walikuwa wanasema kinyume na utumishi wa kweli wa Mungu. Uwezi ukasema kinyume na watumishi wa kweli wa Mungu ukabaki salama. Tunakumbuka hata rafiki zake Ayubu, yale yote wakati Ayubu anapitia, yale yote ambayo walikuwa wanayasema, kumbe Mungu alikuwa anawasikiliza. Na ilipofika mwisho kwenye ile sura ya 42, maandiko yanasema kwamba ghadhabu ya Mungu ikawaka juu ya wale marafiki zake Ayubu. Kwa sababu gani? Walinena kinyume na mtumishi wa Mungu, na wasingekuwa salama. Lakini maandiko yanasema Mungu akamwagiza Ayubu, ambaye alipata kibali machoni pake, awaombee. Na maandiko yanasema baada ya kuwaombea, Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu. Na tunaona hawa Kora, Dathani na Abiramu na wale watu wengine waliowashawishi, kwa vitendo hivyo walikuwa wanamkataa Mungu na neno lake lililofunuliwa. Kama ambavyo somo letu linasema, ufunuo unaoshinda milango ya kuzimu. Kwa hiyo hawa hawakuwa tu kinyume na Musa pamoja na Haruni, lakini walikuwa kinyume na neno la Mungu. Ndio maana hata Yesu aliwaambia wanafunzi wake alipowatuma, mtakapoenda, wakikataa ule ujumbe ambao nimewapatia, hawajawakataa ninyi, wamenikataa mimi niliyewatuma. Kwa hiyo na hawa Kora, Dathani na Abiramu walikuwa wanafikiri wanapingana na Musa. Walikuwa wanafikiri wanapingana na Haruni. Kama ilivyo kwa watu wengi, watawala, viongozi mbalimbali wa kiroho na kiserikali, wanapoambiwa ukweli, wanaelekeza vita vyao na yule mtu ambaye amewaambia. Wanashindwa kujua ya kwamba yule mtu ametumiwa tu kufikisha ujumbe. Na unaona watumishi wa Mungu huwa wajipiganii wenyewe, huwa wanapiganiwa na Mungu. Haijalishi mtumishi wa Mungu anakutana na mashambulizi gani, ananenewa maneno gani. Ayubu akasema, baada ya kuharibiwa hivi, wacha waniharibu, wacha wanisengenye, wacha wafanye kila ambalo wanaona ni sahihi, lakini ninajua baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, mteteaji wangu yu hai, hatimaye atasimama. Tunaona Musa na Haruni hawakupigana vile vita, lakini tunaona Mungu mwenyewe aliingilia kati, kwa sababu vita si vyetu, vita
ni vya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo kama ambavyo tumesoma kwenye Hesabu ile 16:31 mpaka 35, tunaona hukumu ya Mungu ilivyokuwa. Wao waliweza tu kumtegemea na kumtumaini Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini jambo jingine ni kutoridhika. Tayari nimeshasema ya kwamba kutoridhika na kuwa na tamaa na huduma waliopewa na kutaka na ukuhani pia. Kwa hiyo Kora na wenzake walidhani kuwa wanaweza kujichagulia mtu wa kuwaongoza. Unaona ujinga wao waliokuwa nao. Unajua watu wengi wanaamini ya kwamba viongozi wanawekwa na Mungu. Na ndivyo ilivyo. Viongozi wanawekwa na Mungu. Lakini pia kuna viongozi wanaojiweka wenyewe. Kama hawa Kora, Abiramu na Dathani ni viongozi ambao walikuwa wanataka kujiweka wenyewe. Na uongozi wa kujiweka wenyewe hata kama ukifanikiwa kuupata hautadumu. Kwa sababu Mungu ndiye anayewaweka viongozi. Kwa hiyo wao walidhani kuwa wanaweza kujichagulia mtu wa kuwaongoza, kama ambavyo watu wanachagua kibinadamu. Hawaangalii mioyo, wanaangalia sura ya nje. Wanaangalia huyu ni ndugu yangu, huyu ni rafiki yangu. Na tatizo hilo limeingia hata kanisani. Kwenye Mithali anasema kura hukomesha mashindano. Lakini unakuta hata watu kanisani wanapochagua viongozi, badala ya kumwomba Mungu kama ilivyokuwa kwa kanisa la siku za kwanza, ili hata kama wakipiga kura wapate kiongozi ambaye ana kibali mbele za Mungu. Hata kanisani watu sasa hivi wanafanya kampeni kama wanasiasa wanavyofanya, na wengine wanatoa hata rushwa. Viongozi hawawekwi na wanadamu, wekwa na Mungu. Mungu bado ni mkuu wa mamlaka zote zilizopo za kiroho na kimwili. Kwenye Warumi sura ile 13 mstari ule wa kwanza na wa pili tunasoma hivi: kila mtu na itii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamuriwa na Mungu. Hivyo wamwasie mwenye mamlaka ushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Kwa hiyo tunaona mamlaka ambazo Mungu ameziweka, ambaye yeye ndio anashikilia hizo mamlaka zote. Sio mamlaka tu za kisiasa au kiserikali, lakini pia hata mamlaka katika ulimwengu wa roho, viongozi wa kweli wa Mungu ambao Mungu anawaweka. Ni kama hivi tunaona Musa na Haruni ndio Mungu alikuwa ameweka. Ukisoma hiyo habari utaona kwamba kama Musa alivyosema kwamba kwa sababu mmetilia shaka, kwa hiyo Mungu atathibitisha. Mungu alithibitisha kwa wale waasi kuadhibiwa,
ardhi ikafunua kinywa chake ikawameza. Lakini pia Mungu alimthibitisha Haruni kwamba yeye ndiye aliyemchagua. Unaweza kusoma hapo ukapata hizo habari. Na Mungu kwa sababu ni mkuu na mamlaka zote zipo kwake, anaamua juu ya watu gani, namna gani, na ameweka viwango maalum na vigezo kwa wanaotaka kumtumikia. Kuna masharti, na anadhihirisha ghadhabu yake kwa wanadamu wote waipingao kweli kwa uovu, kama ilivyokuwa kwa uasi wa Kora na wenzake. Kwenye Warumi 1:18-19 anasema ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu, kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Kwa hiyo Mungu anawadhihirishia kwa sababu aliwapatia ufunuo unaoshinda milango ya kuzimu. Kwa hiyo ghadhabu ya Mungu inadhihirishwa kwa sababu tayari kulikuwa na ufunuo wa milango wa kushinda milango ya kuzimu, na ufunuo wa kulijenga kanisa na kushinda milango ya kuzimu au kushindwa kwa milango ya kuzimu, kama ambavyo tumesoma kwenye Mathayo 16:18, ni maneno ya unabii ya Yesu Kristo kwa Petro baada ya kuwa na ufunuo sahihi wa Mungu kuhusiana na swali aliloulizwa na Yesu. Yesu aliwauliza wanafunzi wake kwamba watu wanamnena yeye kuwa ni nani, na tunaona Petro aliweza kuwa na jibu sahihi ya kwamba yeye ni Masihi, na Yesu akampongeza kwa jibu lake, akamwambia huo ufunuo au kutokana na vyanzo vingine kama vile kutoka kwa Shetani au kutoka katika mawazo ya kibinadamu. Anamwambia damu na nyama havikukufunulia isipokuwa Baba yangu wa mbinguni ndiye aliyekufunulia. Na kwa sababu alijibu kwa usahihi, Yesu akamwambia katika ufunuo huo nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda, haitaliweza. Kwa hiyo tunaona katika ufunuo huo Yesu anaahidi kulijenga kanisa lake na milango ya kuzimu isingeliweza. Na ndio maana siku hiyo ya tatu Yesu alifufuka. Kwa hiyo milango ya kuzimu haikumweza Yesu, na kwa sababu haikumweza Yesu pia isingeliweza kanisa lake. Na ndio maana kwenye Waefeso 4:11-12 anasema alitoa wengine kuwa mitume, manabii, waalimu, wainjilisti, wachungaji kwa ajili ya kulikamilisha kanisa lake ili mwili wa Kristo uweze kujengwa. Lakini pia ni kulipatia kanisa lake mamlaka yote, funguo za ufalme wa mbinguni, ili kuweza kushinda milango ya kuzimu. Na